So habibti, habibi, my love wako haongei chochote, lakini kuna namna fulani hivi maungo yanavyozungumza, lakini hujaamua kuchukulia serious. Imagine unajisogeza anakukimbia. Imagine unakaa style fulani, yeye anakaa style fulani. Imagine unasogeza mkono anaukimbiza wa kwake. Imagine unasogeza mkono pahala fulani anakushika anaupushilia mbali. I'm sorry. Haya yanaitwa mashambulizi ya kimya kimya. Anakuwa anakupa meseji, usipuuze ndugu yangu. Katika video hii ya leo naenda kukupa ishara muhimu ambazo anazifanya kipenzi chako, ambazo anakuwa anakupa meseji fulani, na nitakwambia zina maana gani. Sera ni ile ile. Kama wewe ni mgeni, kumbuka kujiunga na kitaiki, kumbuka kujiunga nasi kwa kupitia kusubscribe katika channel yetu. Kuna mengi tunavuna hapa. Anyways, ishara ya kwanza ni pale anapoonyesha mabadiliko unapomgusa. Kama nilivyosema, ulishawahi kumgusa shemegi kidogo, unaona anakimbia. Je, ulishawahi kutaka kumhug, ukaona kama anachelewa kujibu hug, au pengine anajibu kama hataki na akawahi kujitoa? Sasa najaribu kukupa sababu kwa nini anafanya hivyo. Sababu ya kwanza, kuna mawazo fulani anayo ndani ya kichwa chake. Sasa unapomgusa unaona kama unaingilia mawazo yake, yani kama unamkera. Na hii mara nyingi huwa wanafanya ni kwa sababu hawajui, yani ajui anachokifanya kwa muda ule. Anajikuta tu tayari kakukwepa. Tuje katika scenario ya kuchelewesha hug. Mara zote mnapokuwa mnapendana, mna connection, mna bondi kubwa, mara zote hug inakuwa ni ya chap chap, yani mtu anakukimbilia vilivyo. Ila pale connection inapoanza kuondoka, panapokuwa kuna kitu kinaendelea ndani ya hisia zake, anakuwa ni mtu anayechelewesha hug, anakuwa ni mtu anayechelewa kufanya majambo fulani. Sasa nini maana yake hapa? Ni kwamba kuna gap baina yenu, yani kuna sekunde fulani hivi za gap. Anahisi kufanya vile ni kama show fulani hivi, anahisi kama ni utoto fulani hivi. Lakini kumbuka, je, katika kipindi cha honeymoon ilikuwa ni show, ilikuwa ni utoto? Jibu linakuja ni no, ulikuwa very active. Manake there is something going on. Alama ya pili, kuna muda katika mahusiano, pengine kwa ghafla, pengine kwa taratibu, macho yanaacha kuangaliana kwa signal ya mahaba, kwa signal ya hubu. Hapa ndipo mnapokuwa mnaongea, mnashare majambo real. Baada ya shemeji yangu kukutanisha macho yake na ya kwako, mara zote anakuwa anaangalia anakojua yeye. Anakuwa anakagua mazingira yaliyowazunguka, lakini pia anaweza akaamua kuwaza kitu ambacho hatokaa kifikie. Hii dalili huwa mara nyingi tunaita kupotea kwa macho. Wenyewe wanaita macho kodo. Na hakuna kitu inauma kama hii. Unaongea na mtu na yeye hana habari kabisa, anaangalia vitu vingine tofauti. Anapokuwa anafanya scanning au kutembeza macho katika mazingira ambayo yamewazunguka, na wakati huko unazungumza naye, ana maana gani? Yani mara kaangalia kabati, kaangalia dirisha, kazunguka kaangalia pazia, mara unazungumza naye anagusagusa miti, yani hanakimbiza macho kukuangalia wewe. Hiyo inamaanisha kwamba kukuangalia kwa muda mrefu au kukukazia macho, anakuwa hayuko comfortable kabisa, anaona jao. Na sio kwamba anaona aibu. By the first time alikuwa anakutolea macho kodo, anakuangalia, ana smile, lakini currently anakimbiza macho. Ni kwa sababu gani? Kama nilivyosema, anaona jao, anaona hayuko comfortable, yani unamkera kinoma noma. Kwa hiyo ili aepushe kuonyesha kwamba unamkera, anatafuta pa kuweka macho yake. Ila form nyingine ya kukimbiza macho ni kupiatila. Usiogope Kiswahili hicho. Hapa ndipo unapokuwa unaongea na kipenzi chako, yuko busy, anapiatila kwenye simu, anapiatila kwenye tablet, yuko busy na computer, yuko busy na TV, anajifanya kuna kitu muhimu anaangalia. Lakini ukweli ni kwamba, trust me dear one, kupiatila au kuangalia kwenye screen wakati mnaongea masuala ya muhimu sio kughafirika, wala hakuna kitu muhimu kinachomzinga, kwa sababu hivi vitu vimedesigniwa kinamna fulani hivi kupoteza attention za watu katika vitu fulani, yani kufyonza dopamine. Dopamine tena, please Google usike, I am not gonna explain it. Ila cha kunoti hapa, ataanza na scanning, yani anapepesa macho, anapeleka macho huku na huku. Pili, atajifanya yuko busy na dijitali, lakini tatu, mwili mzima utaondoka. Ishara namba 3, ngao mwili. Sasa embu tuiangalie ngao mwili imekaaje. Think about this. Umekaa na mubebe tena kwenye coach au sofa moja, badala ya mabega, miguu, lakini pia na kifua chake kukuelekea wewe, vimeelekea upande mwingine, yani amejikunja kaingo fulani hivi. Ulishawahi kumgusa pahala fulani ukaona kama anakimbia, ukaona kama anakupushi fulani hivi? I'm sorry, I didn't mean to stimulate you. Ulishawahi kujaribu kumwekea mguu kama mlivyozoea, ukaona kama anaukimbiza hivi, au ukaona kama anaupushi fulani, anasema unamchosha? Au pengine kajikunjia mikono kifuani, au pengine kajishika kakunjia kitu kwenye kifua, na ni sehemu mara nyingi ambayo ukimwangalia kipenzi chako unakuwa unavutiwa naye. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba sipatikani kwa muda huu. Apatikani which? Yes, I am not available, try again later. Maana ya pili, yani hapa anakuwa anakuambia kiukweli, nipo na wewe nusu, ila nusu nyingine ipo pengine. Hapo ndipo utajua ujui, wala hata usihangaike kumgeuza kwamba kuangalia wewe. La, hapa ujue kwamba kuna jambo linaendelea. Alama ya 4, imagine huwa kuna ajabu moja, mnapokuwa mmeivana, mnapokuwa mmependana na mubebe wako na shemegi yangu, mara nyingi huwa kuna situation fulani hivi mnafanya vitu vya kufanana, right? Yani mnajikuta mmefanya kitu automatically the same. Mnaweza mkajikuta mnacheka kwa wakati mmoja, au mkawa mnatembea kwa hatua moja, na bila hata ya kujipanga kwamba sasa bwana 1 2 3 action.
La, yani mnakuwa mnacheza ngoma moja, mdundiko mmoja, nyimbo moja na staili moja. But let's talk about its opposite. Panapokuwa pamekufa kwa mlinganyo, hii mara nyingi inakuwa katika aina mbili. Aina ya kwanza kwa kizungu tunaita mirroring, kwa Kiswahili unaweza ukasema kugezana au kuigana. Hii mirroring bwana ni kitendo cha kumuiga mwenzako anafanya nini, anachofanya na wewe unafanya. Wewe ukikaa staili fulani, shemegi naye anakaa staili hiyo hiyo. Unapokuwa umeegemea kwa mbele, shemegi naye anaegemea kwa mbele, munaangaliana. Unapokuwa umecheka, naye anacheka. Ukihama siti, naye anakufuata huko huko, bumper to bumper. Unapokuwa umepoa, naye anapoa. Ukiwa na vibe, naye anakuwa na vibe, anafurahi. Hii mirroring kibiolojia wanasema ni cells fulani ambazo zinakustimulate kufanya kile anachokifanya mpenzi wako, na unaona uko sawa na unaona ni upendo. Na hii mara nyingi huwa inatokea kwa watu ambao wana bondi kubwa katika mahusiano. Ni njia mojawapo ya kumwambia mwenzako kwamba niko na wewe bumper to bumper. Sasa unaponotice ameacha kuiga vitu fulani fulani, hamwendi sawa, unafanya hiki, anafanya opposite. Unaegemea kwa mbele, yeye ndo kwanza anajisogeza nyuma. Unaingia ndani, una vibe, yeye ndo kwanza unamkuta ana flat mood, yani anabadilika kabisa. Hapa jua kuna jambo. Tuje kwenye aina pili, kitu kinachoitwa synchrony. Mkiwa mnapendana na shemegi yangu, mnatembea pamoja na kwa hatua moja. Sio kama mmoja wenu amesema leo embu tutembee kimahaba, tutembee kimaigizo. La, mnacheka kwa wakati mmoja. Hii situation inaitwa synchrony. Research zinaonyesha watu wakiwa connected, saikolojia yao mara nyingi inakuwa inakwenda pamoja. Mara zote mapigo ya moyo, kupumua, ufikiriaji, lakini pia hata matendo. Sasa utapoanza kunotice unatembea naye hatua moja, yeye mbele, wewe unacheka, yeye kanuna, au mara nyingine akakuuliza sasa kinachokuchekesha nini, jua tayari kuna namna connection inaanza kupotea. Alama ya 5, tabasamu la barakoa. Najua na kuchanganya, I'm gonna explain here. Sote tunalijua tabasamu, right? Tabasamu ambalo tunalitoa kwa ndugu zetu, tabasamu ambalo tunalitoa kwa rafiki zetu, lakini pia tabasamu ambalo tunalitoa tukiwa na wafanyakazi wenzetu, na mara nyingi linakuwa ni tabasamu la original. Ila pia na tabasamu ambalo tunalitoa tukiwa na vipenzi vyetu pale tunapokuwa tunapendana, hakuna shida. Lakini vipi ana smile na macho ni makavu? Ana smile sekunde mbili mbele, uso umerudi kuwa wambuzi. Hilo tunaliita tabasamu la kuunda. Je, linakuwa lina maana gani katika mahusiano yenu? Maana ya kwanza, ninakuigizia, simaanishi unachokiona usoni. Mara nyingi vipenzi wetu wana fake smile kuepusha ugomvi, kuepusha maswali mengi, yani baki hivyo hivyo, mambo yasiwe mengi. Kumbe yeye ana jambo lake moyoni. Maana ya pili, wewe sio mtu sahihi kwa muda huu, yani siwezi kushare nilichonacho moyoni na wewe kwa muda huu, you are not the right person. Maana ya tatu, mawazo yangu hayako hapa na kuridhisha tu uone niko na wewe hapa. Sasa tumeona alama hizo 5 za disconnection, namna ya kutambua alama ambazo zinaonyesha kabisa hapa kuna disconnection za kimwili. Kama umetazama mpaka hapa, kuna vitu fulani umegundua viko katika mahusiano yako, right? Na kama ni kweli, nataka nikutonye mchongo mmoja, mtu wangu. Kutambua hizo alama inauma, yes, na hasa pale unapokuwa unaziona kwa mtu ambaye unampenda kinoma noma, yani mtu unayemwelewa, unampenda na unatarajia kufanya naye jambo, alafu unaona anaanza kujitoa. Sasa ukishaona hayo, haujifanyi hauoni, haupigi chini ndugu yangu, lakini ndani ya muda huo huo haujaribu kufosi ugomvi. Na kumbuka, kuona ishara hizo sio kwamba ndo mwisho wa mahusiano, no, ndo kwanza gemu inaanza. Hapa ndipo unaanza kujitathmini wapi ulizingua. Hapa ndipo unaanza kupanga majeshi upya, unaacha kuishi kwa mazoea, unaanza kuchunguza kwa jicho la tatu. Je, alama zote 5 anazo? Je, zinajirudia rudia au ni kwa muda fulani? Hapa ndipo unaamua kufanya uchunguzi, kwa nini anafanya hivyo. Sasa nataka nikupe sababu kubwa za kufanya hivyo. Mara nyingi anaweza akawa na kinyongo, anajilinda kimaadili, ana msongo wa mawazo, kuna kitu katika maisha yake hakijakaa sawa, au ndio basi tena kuna kidudu mtu aishaingia anataka kupokonya. Sasa sikuachi bure. Nini ushauri wangu? Usiingie kwa kiki za lawama. Unaweza ukasema, nimegundua katika kipindi kifupi hiki naona kama vile tumekuwa mbalimbali, naona kama vile hatuendani sawa. Sisemi hivyo kwa kulaumu, no, nimechunguza, nimegundua unakuwa unitazami, unakuwa uko busy na simu yako, unakuwa nikijaribu kugusa unakimbia. Sasa tunaweza tukakaa kwa muda mchache bila hata kushika simu, bila hata kukimbiana, kwa sababu unazimisi zile siku ambazo tulikuwa pamoja kwa upendo mmoja, kwa kufanya vitu pamoja. Hapa lengo linakuwa ni kufungua mlango wa mazungumzo, sio mlango wa ugomvi. Kama ni kipenzi ambaye alikuwa na kinyongo na wewe, atakwambia ni kitu gani umemzingua, ni kitu gani ulifanya hakukipenda. Lakini kama itakuwa ni mtu ambaye ameanza kujitoa kwenye mahusiano yako, tegemea majibu yafuatayo. Jibu la kwanza, hivi unaongelea kuhusu nini? Mbona sioni tatizo? Wewe unapenda kukuzakuza mambo, unapenda kuwazawaza mavitu ambayo hayapo. Mimi nimechoka tu, basi yani najikuta tu niko hivyo. Jibu la pili, hasa pale utapokuwa umemuuliza kwa nini anakuwa na kukimbia, ukisogea anasogea, utegemee jibu hila hapa. It's not a big deal. Kwani ni big deal nikikukimbia? Kukaa mbali na wewe haimaanishi kwamba sikupendi, na kuwa nataka kuwa huru kidogo. Ila mbona siku hizi kama tunaanza kuchunguzana, tunaanza kuamuliana sehemu za kukaa? Kwani siwezi kukaa sehemu ambayo naitaka mimi? Jibu la tatu, anaweza akakaa kimya kidogo akakusikilizia, kisha utasikia kwamba
mambo ya kawaida tu hayo, najikutaga nishafanya hivyo. I'm telling you dear one, hapa anakuwa anakukataa uonekane wewe ndo unafikiria vibaya, ila kiuhalisia tayari amekwisha anza kutoka katika mahusiano yenu. Unapoona situation hizi akashindwa kuweka wazi, basi Legend ndipo unaanza kuchukua uamuzi. Unaamua kuacha kufukuzia, unaamua kuchagua ratiba zako, unaamua kuchagua ndoto zako, unaamua kukimbizana na kipaji chako, unaamua kulinda muda wako vilivyo, haupotezi muda kwa kiumbe ambaye hana muda na wewe. Kama umefika hapa, wewe ni Legend. Ulikuwa na mimi Mr. Abdunnoor. Catch you in the coming video.